Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV na ukurasa wa Tiba Facts kule Facebook. Tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha katika siku ya leo, katika darasa la leo pia. Leo tutakuwa katika elimu ya abjadi. Elimu ya abjadi ni ile elimu inayozungumzia habari za herufi na namba, na hususani zile herufi za Kiarabu, yani alfabeti za Kiarabu ambazo zimetumika kuitengeneza Qur'ani, yani tunamaanisha alif, be, te, the mpaka ye. Hiyo ndo abjadi. Zile alfabeti 1 mpaka 28 ambazo ni maneno ya Kiarabu yaliyotumia kuandikia Qur'ani, ukizikusanya zote zinaitwa abjadi. Au badala ya kusema alifu, be, te, the, jim mpaka ye, unaweza ukasema abjadi hawaz hutu kalman safa skala shati thakhadha bwadhaga. Hapo unakuwa umesema alifu, be, te, the, jim mpaka ye, kwa sababu hapo hayo maneno 8 ya abjadi hawaz hutu kalman safa skala shati thakhadha na bwadhaga yamekusanya maneno 28, yani ya alifu, be, te, the, jim, he, khe, dari, dhari, reze mpaka ye. Kwa hiyo tunapozungumzia abjadi, mtu mwingine anaweza kujua labda ni kitu kipya kabisa, lakini sio kitu kipya, ni jambo ambalo lipo na watu wanalijua na wengine wanajua kulitumia katika matumizi mbalimbali. Sasa herufi hizi zina matumizi au zina kazi katika ulimwengu wa tiba. Kuna mwingine anajua kusoma alifu, be, te, the, akajua kuitafasiri maana ya alifu ni nini, be mpaka ye akajua tafasiri yake, lakini akawa hajui matumizi yake. Na kwa bahati mbaya darasani, hususan madrasa, hawafundishi matumizi ya Qur'ani kwa asilimia kubwa. Wanakufundisha jinsi ya kusoma. Wakishafundisha jinsi ya kusoma, ujue jinsi ya kuisoma, wanakufundisha na maana yake au tafasiri yake kwa Kiswahili. Wanaishia hapo. Ukitaka elimu hii ya kujua matumizi ya kile ulichokisoma sasa kinatumikaje katika kukusaidia kwenye maisha haya ya kidunia na ya kidini, hapo sasa inabidi uende ngazi nyingine ambayo utakwenda kujifundisha elimu ya tiba. Huko ndipo utakapojua kila jambo au kila herufi inatumikaje kwa kuondosha shida, maradhi na matatizo mbalimbali. Sasa leo tutakuwa katika herufi ile ya 26, herufi ya wau. Wau ni herufi ya 26 katika alfabeti za abjadi, na hii herufi thamani yake ni 6 au uzito wake ni 6, kwa sababu kumbuka hizi herufi zina thamani au uzito. Zipo herufi zenye thamani ya 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 40 mpaka 1000. Sasa herufi hii ya wau thamani yake ni 6, na moja kati ya kazi zake za herufi hii ya wau ni kumfanya mtu apate chochote anachokihitaji katika maisha ya kidunia au ya kiakhera. Pia kupata heshima, mtu anataka heshima, anaweza kutumia herufi hii ya wau. Pia herufi hii inaweza kumpa mtu utukufu, inaweza kumpa mtu mali, yani pesa. Kuna namna tu ya kuitumia, lakini pia herufi hii inaweza kutumika kumtia mtu mapenzi makubwa juu yako. Kama mtu hakupendi na wewe unatamani akupende kama unavyompenda wewe, basi unaweza ukatumia herufi hii. Na hii inaweza kutumika kwa mke, kwa mume, kwa mchumba, kwa mpenzi, kwa sababu kuna wakati mtu unakuta unampenda sana, unamfanyia mambo mengi ya gharama, lakini anakuwa bado moyo wake kama hajaelekea kwako. Sasa hii inaweza kukusaidia kufanyaje? Kumfanya yeye huyu mtu akakupenda.
tukiwa tunaendelea katika somo hili kumbuka kuna ile ofa yetu sasa inaelekea mwishoni. Ofa tulitangaza mwanzoni kabisa mwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini kwa sasa ipo mwishoni. Kama ulikuwa hujanufaika na ukatamani kunufaika na ukajua bado siku ni nyingi, nikukumbushe tu zimebaki siku 7 kwa 8. Yaani ni kama wiki moja tu tuhesabu mbele. Sababu mwandamo wa mwezi ndio utakaoamua ima 7 au 8. Tunasema 7 au 8 kwa sababu kuna wale waliowahi kufunga kwa kutumia mwezi wa kimataifa, wao zimebaki siku 7. Na kuna wale ambao walifunga kwa kalenda ya mwandamo wa mwezi, wao zimebaki siku 8. Lakini mwezi huwa hautoi taarifa wakati wa kuandama. Unaweza ukakuta ulichelewa kufunga na mwezi ukawahi kuandama. Lakini pia unaweza ukawa uliwahi kufunga na mwezi ukachelewa kuandama. Kwa mwandamo wa mwezi utaamua, ila in short imebaki ni kama siku 7 tu za uhakika ndani ya wiki hii moja. Kama ulikuwa una nafasi ya kuhitaji kuvipata hivi vitabu na uko unajikusanya basi nikukumbushe imebaki ni wiki moja. Wiki hii ukiikosa nafasi hii ya kumiliki vitabu kwa bei ya ofa, basi hutoweza kuvipata tena kwa bei hiyo, na hapo utalazimika kumiliki vitabu hivyo kwa thamani ya 1,185,000. Utaratibu ni ule ule. Utaratibu wa kuvipata vitabu ni ule ule, ni kwamba unatakiwa ukihitaji kuvimiliki vitabu hivi unatakiwa ulipie shilingi 45,000. Baada ya kulipia shilingi 45,000 unatuma kwenda namba mojawapo katika hizo zinazoonekana hapo. Katika namba zote 3 hizo unaweza kutumia moja tu katika hizo. Kisha ukishatuma unanitumia ule muamala wako. Yaani unaupiga picha au una screenshot, yani ile imethibitishwa kiasi kadhaa imetumwa kwa fulani bin fulani, ambayo majina yanayotokea kwenye namba hizo zote ni Bashir Hussein Lugamba. Kwa wale wanaotumia Western Union, kuna kitu kimoja wanatakiwa kielewe. Kama wewe uko nje ya nchi ya Tanzania, mfano tuchukulie watu wa Kongo na watu walio nchi za Ulaya, wengi wanatumia njia ya Western Union kutuma hela. Usitume hela kwa majina yao na ukutajia Bashir Hussein Lugamba bila kuniuliza mimi. Kumekuwa kuna makosa mengi, unakuta mtu anaandika majina tofauti. Sasa kwenye masuala ya Western Union kuna utaratibu. Jina moja likikosewa hata herufi moja, unaweza ukapata changamoto ya kuipata hiyo hela. Kwa kama unataka kutumia njia ya Western Union uko nje ya nchi, unataka kulipia vitabu, ni ingia WhatsApp, unitumie message, uniambie nitumie nakala ya kopi ya kitambulisho chako. Kwa sababu yale majina yanatakiwa yawe kwenye kitambulisho cha taifa. Kwa mimi nitakutumia nakala ya kopi ya kitambulisho changu. Huko ndio utakutana na majina sahihi, yani jinsi yalivyoandikwa. Naposema hivi Bashir Hussein Lugamba, kuna mwingine hawezi kuandika Bashiri, ataweka Bashiru. Au hiyo Bashiri yenyewe inaweza ikawa ina R ya bila mtoto au ikawa ina I. Sasa lazima uniulize, usije ukakurupuka tu kwamba majina si ameshataja shehe. Ukikosea ukanitumia muamala wenye una majina aliyokosewa, atakwambia hii hela siwezi kuitoa. Kwa hiyo inabidi urudi benki ukairudishe, alafu nikutumie majina upya. Sasa hii kesi nimeiona imejirudia. Kwa hiyo nimeamua kuwakumbusha wale wanaotumia Western Union. Ila kwa wale wanaotumia M-Pesa, Airtel Money, Tigo Pesa au Yas, wao wanaweza wakalipia kwa utaratibu ule wa kawaida, lakini pia wathibitishe tu jina ni Bashir Hussein Lugamba. Likitokea hilo basi thibitisha malipo yako utakuwa upo sahihi. Sasa tukiachana na habari za ofa, twende kwenye somo letu la leo. Somo letu la leo twende tukaangalie namna gani tunaweza tukaitumia herufi ya wau katika kuondosha shida mbalimbali na mambo mengine.
Sasa moja ya faida za herufi hii ya wau ni mtu anaweza kaitumia kupata kitu chochote ukitakacho. Mfano, unahitaji kupata elimu, wale wanafunzi wanatafuta labda elimu, anasoma, anataka kupata elimu, au unataka kutafuta upate mali na kadhalika. Basi kama una shida ya kitu chochote mfano wa hivyo, yani mali, elimu na kadhalika, ina maana hii na kadhalika kuna vitu vingi unavyoweza kuvihitaji. Basi ukihitaji kuvipata hivyo vitu kwa namna unayohitaji wewe, basi unatakiwa uandike herufi hii ya wau kwa idadi ya mara 313. Kwa idadi ya mara 313 utaandika. Ukishaandika hii herufi ya wau kwa idadi ya mara 313, na unaandika mara moja tu, wau ya kwanza, wau ya pili, mpaka zifike 313. Alafu utaandika na majina haya mara 3 kwa chini ya herufi hiyo ya Hakim, ya Shakuru. Haya majina mawili yajirudie na yenyewe mara 3. Ya Hakim, ya Shakuru. Unaandika mara moja hiyo, afu tena ya Hakim, ya Shakuru mara 2, ya Hakim, ya Shakuru mara 3. Kisha ukishaandika hivyo, kisha andika chini yake tena na nia yako katika karatasi hiyo hiyo, au kama ni karatasi 2 andika na nia yake tena. Na unaweza ukaandika upande huu ukageuza na upande mwingine wa karatasi, ila iwe karatasi ile nyeupe. Unatakiwa uandike siku ya Jumamosi asubuhi, au katika utawala wa siku ya Zohari, utawala wa Zohari. Kwa wale waliosoma masaa ya kazi, unaweza ukatafuta siku ya Zohari anaingia saa ngapi katika siku uliopo ukaandika. Kama haujui kutumia masaa ya kazi, basi subiri siku ya Jumamosi asubuhi ile saa 12 mpaka saa 1 pale ndio uandike utaratibu huu. Kisha hiyo karatasi ulioandika wau mara 313 na hiyo ya Hakim, ya Shakuru mara 3, alafu na nia yako, kisha karatasi hiyo utakwenda kuiweka ndani ya masahafu. Unaiweka ndani ya masahafu. Masahafu jamani inajulikana ni ile Qur'ani nzima. Sasa sio kale kajuzu ama Qur'ani nzima ile yenye sura 114. Kaiweke hiyo karatasi ndani ya hiyo masahafu. Basi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, subiri. Fanya kama unasubiri, utakipata kile unachokitaka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini haya ni maajabu ya hizi herufi. Na wengi wanashangaga sana wanapozitumia hizi herufi, wanashangaa kinakuaje. Kuna mtu mmoja alinipigia simu juzi kati ananiambia, "Sheikh, nashangaa." Tena alikuwa hajanunua kitabu, alikuwa anafuatilia tu kwenye mtandao kama hivyo unavyofuatilia. Akasema, "Sheikh, nashangaa sana, kuna bwana mmoja tulikuwa tumekosana naye zaidi ya miaka 20 hatusemeshana. Ulipofundisha herufi ya Asini, namna ya kupatana na adui yako au adui yako akupende, nikaandika nikaenda kutupa kwenye mji wake. Siku nikampigia simu hivi, tukaongea vizuri kabisa, utafikiri watu ambao tulikuwa tunaelewana toka hapo. Yaani zile bifu zote zikaisha." Sasa unaweza ukashangaa hii imekaje? Mtu miaka 20 hawajazungumza, hawaelewa, lakini mtu atamani azungumze na furaha. Usione kama watu mnavyokosana mkaacha kusemeshana kwamba kila mtu anakuwa anajisikia raha ile hali. Kuna mwingine anajisikia vibaya kwamba kwa nini fulani atusemeshani? Mbona ni mtu ambaye tulikuwa tunafahamiana zamani huko, tumesaidiana mambo mengi. Labda itokea tu ile itilafu, mkakosana, mkakopana fedha, baadaye ndio ikawaibuka chuki. Au wafitini wakaingilia katikati, wakamefitinisha, wakamihusudu, mkakosana. Mwisho wa siku mkawa msemeshana, lakini kila mmoja anatamani amtembelee mwenzake, amsemeshe, lakini haiwezekani tena kwa sababu ya ile mipaka na viapo mlivyowapizana. Sasa huyu bwana yakajua kama fursa ipo ya kumfanya adui mpendane na mkuelewane tena, akafanya. Basi akafurahi kule, akasema, "Sheikh, na kutumia na hela ninunue kitabu bwana, ninunue kitabu." Yeye hakununua hata kwenye upande wa ofa. Alitaji kitabu cha abjadi tu hicho. Kwa hiyo herufi zinafanya kazi, ila kuna utaratibu wake ambao tuliofundishana kwa awali. Ukiuzingatia vizuri, mambo yanajipa. Pia herufi hii kazi yake nyingine ni mtu anaweza kupata heshima, akapata utukufu,
akapata na mali tena. Kupata heshima, utukufu na anaweza kupata mali. Sasa kama unahitaji kupata heshima, upate utukufu na upate na mali kwa wakati huu, hii herufi inatakiwa kama unahitaji kupata heshima, utukufu na mali katika dunia hii, yani vyote hivi vitatu vipate kwa wakati mmoja. Huku mwanzo katika kipengele kilichotangulia ni unachagua unataka kupata nini. Unataka kupata elimu, unatia moja tu, nia moja. Unataka kupata mali, unatia nia moja au kitu fulani, ni kimoja. Ndio unaenda kuweka kwenye masafa. Lakini hapa sasa kipengele kinachofuata hapa ni kupata heshima, utukufu na mali kwa wakati huu mmoja. Vyote vitakufuata. Kwa hiyo kama unahitaji kupata heshima, utukufu na mali katika dunia hii, sio katika akhera ile, katika dunia hii, kwa sababu tunaishi hapa duniani, baadaye tukiondoka hapo tuende akhera. Sasa tunataka hivi vitu tuvipate duniani hapa. Kwa hiyo kama unahitaji kuvipata katika dunia hii, basi utaiandika herufi hii ya wau kwa idadi ya mara 13 katika karatasi ya njano. Jamani, karatasi ya njano inajulikana. Kama haujui, nenda stationery. Kuna zile karatasi za Manila ambazo zipo nyekundu na zipo za njano. Sasa unatakiwa uipate ile karatasi ya njano. Hizi karatasi zinapatikana ni stationery tu, usiende popote pale unapopajua wewe. Stationery pale wanapoprint barua, sijui karatasi nini, bahasha nini, hizo kadi za mialiko, sijui za harusi, pale hizi karatasi za Manila ndio huwa zinapatikana. Na hii karatasi moja inauzwa mpaka 200 au 500, inategemea na eneo ulilopo. Kwa hiyo unatakiwa utafute karatasi ya njano, alafu iandike wau kwa idadi ya mara 13. Kisha karatasi hiyo unatakiwa uende ukaiweke katika maji chini ya jiwe. Sasa maji haya unaweza ukachagua ima ni mto, ni bahari au ni ziwa, lakini kama ni mto uwe haukaukagi maji. Sharti la kwanza. Kama ni mto, uwe mto huo haukaukagi maji, kwa wale ambao miji yao haina bahari na maziwa. Lakini kwa wale wenye miji yao ina bahari na maziwa, au kuna ziwa au kuna bahari, hii karatasi unatakiwa ukaiweke chini ya maji ya bahari au maji ya ziwa. Kama ni mtoni, basi hakikisha mto huo huwa haukauki maji na eneo hilo vizuri leo inapita maji kwa sasa. Sasa unafanyaje? Hiyo karatasi utakapoandika, alafu katia na nia, mimi nahitaji, nia yangu mimi ni kupata heshima, utukufu na mali, basi utaandika hiyo nia yako kwa Kiswahili, lakini wau utaandika kama ilivyo kwa hiyo lugha ya Kiarabu. Alafu sasa ukishaandika hiyo karatasi utaikunja vizuri. Utatafuta na karatasi ya nailoni, ile karatasi ambayo haipitishi maji. Ndio utaikunjie mumo hiyo karatasi iwe ndani ya karatasi ya nailoni. Alafu utafunga vizuri, ambapo hiyo karatasi hata kama utaidumbukiza ndani ya maji haito kutwa na maji ile karatasi ulioandikia, ili isiweze kuharibika haraka. Alafu baadaye nenda kwenye maji, kama ni baharini, kama ni ziwani, fukua chini, uweka hiyo karatasi, alafu chukua na jiwe kubwa kandamiza. Ilengo ile karatasi ibaki ndani ya maji pale pale kwa muda mrefu. Ndio kinachotakikana. Kwa kama ni mtoni utafanya hivyo, na kama ni ziwani pia utafanya hivyo, na kama ni baharini pia utafanya hivyo, ila haifukiwi kisimani au kwenye mabwawa ya muda mfupi. Hakuna, ni maeneo ambayo maji yatakuwa yanakaa muda mrefu, maeneo hayo. Basi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utapata hicho unachokitaka, ambacho ni heshima, utukufu na mali. Jamani, hizi herufi ni za ajabu. Mimi katika visa vingi vimevyokuwa vikinishangaza ni kupitia herufi za abjadi. Kwangu mimi na kwa watu niliofundisha. Kuna mtu mmoja miaka 2 nyuma iliyopita nilipoanza kufundisha hii elimu ya abjadi. Kuna bwana mmoja alikuwa ameshtakiwa na kufungwa kwa kosa la kusingiziwa, akafungwa miaka 30.
Basi huyu bwana baada ya kupata ile darasa, ilikuwa ni kama kwenye herufi zile za mwanzoni kabisa, kati ya herufi B au T kule. Baada ya kuipata herufi ile iliyokuwa ikifundisha namna ya kuweza kumtoa mtu gerezani, akaenda akamfundisha ndugu yake huko gerezani, kwa bwana, wewe ndio utamke herufi kila siku kwa idadi mara kadhaa, Mwenyezi Mungu atakutoa inshallah. Kwa hiyo yule bwana alipopewa ile herufi, elimu yake akawa anaitamka ndani ya siku 9. Yule bwana akaitwa na mkuu wa gereza, baadaye akatolewa gerezani. Ila alikuwa shafungwa na amehukumiwa anatakiwa akae gerezani miaka 30. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba hiki inawezekanaje? Inawezekana kwa sababu hizi ni elimu, na ukifuata tu utaratibu wake mambo yanaweza kawa mazuri inshallah. Na asili kubwa iliyopo katika herufi hizi katika mafanikio ya matokeo ni kuzikalia riadha. Na nimeshaelekeza namna gani ya kukaa riadha ukiwa na kitabu, lakini pia hata kwenye channel hii ukiandika tu faida za riadha ya abjad, itakuja hiyo clip itakufundisha namna ya kukaa riadha. Ukikaa riadha ndio umejiunganisha na hizi elimu. Kumbuka hizi elimu zina mahudamu wanaozitumikia. Unaweza ukaona kuandika tu na kufanya hivi na kuwa hivi, au kusoma tu hivi unapata hichi. Sio hiyo herufi ndio inafanya hivi. Wale wanaoitumikia herufi hiyo ambao ni mahudamu wa herufi hizi, malaika maalum wanao shughulika na kazi ya herufi hizi, ndio wanaokuja kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo ukikaa riadha umejiunganisha, hata kama ni kwenye barati. Wewe kama unafanyaga barati lakini upate matokeo, wapo wengine wanaopata matokeo mpaka wanashangaa, lakini siri yao kubwa inakuwa nini? Ni kukaa riadha. Sasa watu wengi riadha inawashinda kwa sababu ya uvivu. Watu wanapenda maisha ya shortcut tu, anataka afanye hivi kitokee hichi, afanye hivi. Yaani hataki kufanya juhudi yoyote au kugalimika. Anataka tu afanye hichi kitokee, afanye kile kitokee. Kumbe kila kitu kina utaratibu wake, na hususan hizi elimu ina utaratibu wake. Ili upate matokeo au yale unayohitaji, lazima ufuate utaratibu. Ukienda kinyume na utaratibu ni ngumu sana kupata matokeo. Kwa haya yote tunaosomeana na kufundishana hapa, kama utafuata utaratibu wake unaotakikana, majibu yako nje mpaka unaweza ukazamii dunia hii labda mimi ni mtukufu zaidi kuliko wengine, kumbe tu ni utaratibu umeufuata. Kwa namna kama hivyo. Kwa hiyo kama unatamani kupata matokeo katika njia mbalimbali tunazozifundisha hapa, jaribu kukaa chini, panga muda, tenga muda, kaa riadha, zikalia hata siku 7 tu. Baada ya hapo utaona matokeo. Kuna bwana mmoja, sijui clip ataisikiliza, maana ni mfuatiliaji mzuri sana wa clip zangu, lakini pia na vitabu vyangu. Yeye anasema aliwaandaa watoto wake 2 wakakaa riadha ya hizi herufi za abjad. Katika kukaa riadha akawatenganisha, kila mtu na chumba chake. Sasa mmoja wapo katika wale watoto anasema alikuwa akiona mwanzoni alikuwa anaona ugumu sana kuzisoma hizi herufi za abjad, yani ile abjad hawazuhutu kalman safas karashat fakhadha na badaga, akawa anapata ugumu, lakini kadri alivyozidi kwenda mbele akaanza kupata wepesi. Sasa anasema ndani ya siku 2 ya 3 alianza kuona viumbe. Unajua viumbe wanakuja kumsalimia pale. Wakawa mpaka wengine wanamshikia dhikri, wanasema wewe kama umechoka pumzika, sisi tutakushikia hii. Sasa hivi sio vitu vya kuigiza au vya hadithi tu, vinatokeaga kabisa. Ndio maana unapoingia kwenye riadha unatakiwa ujue unatafuta nini. Kuna wengine wanatafuta mali, wengine wanatafuta cheo, wengine wanatafuta heshima, wengine wanatafuta elimu, wengine wanatafuta utabibu, wengine wanatafuta uganga, wengine wanatafuta chochote kile unachokitaka, lakini uwe na cha kupeleka kwenye riadha. Wengine wanatafuta tu muunganiko wa hii elimu ili aweze kila akifanya jambo linakwenda. Sasa aliona vitu vingi sana, akanipigia simu, mtoto wangu anaona hichi. Kuna tatizo. Sasa kuna tatizo, aendelee tu amalize siku 7 alafu mambo yatakaa vizuri. Na huyo mtoto chochote atakachokiomba, hicho anachokiomba yeye ni kun fayakun. Baba yake huwa anamtumia katika nafasi ile ya akikutana matatizo au majanga, anamwambia mtoto wangu nifanyie dua hii. Mtoto akifanya nilinapita, kwa sababu amekaa kwenye riadha.
Sasa unaweza kuona vitu vya ajabu. Riadha tena shekhe? Nasema haya kwa sababu mimi ninazifahamu hizi siri, na mimi nataka na wewe upate kile unachokihitaji. Usione kurupuka tu kusema kwamba mimi nitafanya hichi siwezi, hichi sitofanya, basi utakuwa unajipotezea muda wewe mwenyewe. Sasa twende kwenye faida nyingine. Faida nyingine ya herufi hii ya wau ni kumtia mtu mapenzi makubwa. Ima ni mke, mume, mchumba. Sasa kama unahitaji kumtia mtu mapenzi makubwa akupende wewe, basi utaiandika herufi hii ya wau kwa idadi ya mara 13 katika siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ni utawala wa zuhurati jamani, au unaweza ukaandika siku yoyote ila usubiri saa ya zuhurati itakapoingia. Ndio utawala wa mapenzi jamani, na mapenzi yaliumbwa siku ya Ijumaa. Mungu ana utaratibu wake, kila jambo aliwekea utaratibu wake, ila mapenzi yaliumbwa siku ya Ijumaa, na ndio maana utawala wa zuhurati unapoingia huwa tunatumia kufanya zile dua za mapenzi. Kwa hiyo utaiandika siku ya Ijumaa au utawala wa zuhurati wa siku yoyote utakayokuwa umeingia. Ina maana tunamaanisha hata kama leo ni Jumatano au ni Alhamisi au ni Jumapili, ila zuhurati atakuwepo katika saa fulani fulani. Kwa hiyo kwa idadi mara 13 katika karatasi katika siku ya Ijumaa asubuhi, lakini ile kuanzia majira saa 12 mpaka saa 1. Ukishaandika pale, kisha maandishi hayo yaoshe kwa maji safi, na utaandika kutumia zafarani jamani, wino wa zafarani. Ukishaandika kwa idadi mara 13 katika karatasi nyeupe kwa wino wa zafarani, utayaosha yale maandishi, kisha yale maji unaweza ukatumia kumpa yule unayemkusudia anywe. Sasa unaweza ukachanganya kwenye kinywaji chake au kumpa live. Sasa ukimpa live ataona mbona maji yana rangi nyekundu? Maana zafarani mara nyingi inakuwa nyekundu au njano. Kwa hiyo jitahidi kutafuta kinywaji ambacho yeye atakunywa bila kutilia mashaka, ila kile kinywaji kisiwe kina mchanganyiko wa vitu vya kiroho, mfano maziwa yasiwekwe humo. Awe yale maziwa ya dukani, hapana. Tafuta vitu ambavyo havikuingiziwa vitu vya kiroho katika kinywaji hicho. Basi akishakunywa mtu huyo atakupenda sana sana wewe. Kwa hiyo hii ni moja ya faida za herufi hii. Kwa leo tutaishia hapa, tutaendelea na herufi hii katika herufi zingine, katika taratibu zingine tutakazokuwa tukifundishana, ila kwa leo tutaishia hapa. Hizi elimu ndugu zanguni zinafanya kazi. Moja katika elimu ambazo ni za kale na ni elimu ambazo zinafanya kazi mpaka leo ni elimu ya barati na elimu ya abjad. Hizi elimu mbili hizi hazijaanza enzi za sasa hivi. Maana kuna maswali gani nakutana nayo, mtu anakuuliza swali kwamba haya majina, mfano majina barati, mbona kwenye Qur'ani hatuyaoni? Mbona yako wapi? Kwenye sura gani? Sasa huu ni uchache wa elimu. Sikulaumu wala sishangagi maswali yako, kwa sababu ni anakuwa ni uchache wa elimu. Na kumbuka hizi elimu za kitiba sio kila mtu anazo. Wewe uwe shehe, uwe imamu, maadamu hujapita kwenye chuo cha elimu ya tiba hauwezi ukajua kila kitu. Wewe utaishia kusoma sheria, utaishia kusoma mambo ya fiki, sijui balagha nini. Hayo ndio yatakuwa mambo yako. Lakini hizi elimu za kitiba zina taratibu zake jamani. Hizi elimu hizi zimeanza zama huko. Na kwa nini mpaka leo bado zipo? Zinawasaidia na ziliwasaidia na zitaendelea kuwasaidia watu. Kwa sababu zinaleta msaada, ndio maana bado watu wanafanya wanazitumia. Zipo elimu zingine za tiba ambazo sasa hivi hazipatikani na wala hazitumiki kabisa, kwa sababu watumishi wa hizo elimu labda wengine wanakuwa wameshaondoka katika mgongo huu wa ardhi. Mfano, asilimia kubwa ya elimu za matalasimu nyingi hazifanyi kazi kwa sababu watumishi wa zile elimu wanakuwa wameshaondoka katika mgongo wa ardhi, kwa sababu ni viumbe na wenyewe. Sasa hii elimu ya barati na elimu ya abjad ni elimu zinazoishi. Mfano, hii abjad kabla ya kushuka Qur'ani ilitumika zamani kwa kutumia zile herufi za Kiebrania, herufi za Kiyunani, ndio zilitumika kuwakilisha haya tunayosoma leo. Lakini ilipokuja Qur'ani zikabadilishwa, zikaja kwenye mfumo wa herufi za Kiarabu, ndio hizo tukapata abjad, hawaz, hutu, kalman, safas, kalashati, fakadha na bwadha. Lakini sio kwamba ilianzia hapo. Rudi nyuma miaka mingi ilikuwepo hiyo elimu.
Ukirudi katika majina ya Barati, kwa wale wanaosomaga majina ya Barati, sio majina yaliyoanza enzi za Mtume, na ndio maana kwenye Qur'ani huyakuti, isipokuwa ukienda kwenye tafasiri ya majina, jina moja moja utakuta yana maana sawa na yale majina 99 ya Mwenyezi Mungu, na wakati mwingine jina moja inaweza likaleta mpaka maana zaidi ya 18 katika yale majina 99 ya Mwenyezi Mungu. Lakini chanzo cha elimu ya Barati ni wapi? Ni kutoka enzi za Nabii Suleimani. Enzi za Nabii Suleimani alikuwepo waziri mmoja au mtu katika cabinet, ile baraza la mawaziri, alikuwa anaitwa Asifu bin Balkia. Huyu ndio mtu ambaye aliyeweza kukileta kiti cha yule mfalme au malkia Balkis yule wa nchi ya Shaba, kule ambako yule ndege hudihudi alienda akakuta wale watu wa nchi ile wamejaliwa utajiri mwingi na mali nyingi, lakini wanaabudia jua. Ndege yule aliporudi kwa Suleimani akahojiwa, wewe ulikuwa wapi kipindi mimi niko kwenye baraza la viongozi wa majeshi? Maana pale kulikuwa kuna viongozi wa majeshi ya majini, majeshi ya binadamu, majeshi ya ndege na upepo. Ndege hudihudi akawa haonekani. Kwa Suleimani akakasirika kwamba huyu ndege yuko wapi, na akirudi bila taarifa muhimu tamchinja au kumwadhibu adhabu kali. Kasome hizi habari katika sura Namli, sura sisimizi ndio zimeelekezwa kule au zimeelezwa kwenye Qur'ani. Kama unasoma Qur'ani kasome sura Namli. Hizi habari zipo kwenye Qur'ani. Sasa yule ndege alipokuja ndo akasema, bwana mimi nimetoka nchi ya mbali huko ambako hujai kufika. Kule nimekuta watu wanaabudia jua shekhe. Hawamwabudu Mungu mmoja kama unavyofanya. Wanaabudia jua, lakini Mungu amewatajirisha kweli. Akakasirika akasema, kumbe nenda na hii barua uambie waje wakiwa wamesilimu kwangu. Kwa hiyo yule malkia alikuwa na kiti chake cha enzi kizuri sana ambacho anakaga. Kwa hiyo Suleimani alipohitaji wale watu waje wamtii na waje wameshasilimu pale, wale watu wakafunga safari. Kipindi wanafunga safari wanakuja kwa Suleimani, kwa sababu kulikuwa na umbali mrefu. Suleimani akasema, nataka yule malkia akifika hapa akute kiti chake kimeshafika kabla hajafika. Yaani kumuonesha kwamba mimi ni nani, nina izza gani na utukufu gani, ashangae kwamba hichi kiti mbona nimekiacha katika nchi yangu, lakini mbona nimekikuta huku. I'm surprised. Kwa lugha ya kisasa tungesema ni kama vile una msurprise mtu, kumletea kitu ambacho hakukitegemea. Akauliza katika baraza la mawaziri pale, walikuwepo mawaziri wa kibinadamu, walikuwepo na wakuu wa majeshi wa aina mbalimbali, majeshi ya ndege, majeshi ya majini, kwa sababu Suleimani aliweza kumiliki mpaka ni kuwatumikisha majini. Kwa wale wanaosoma historia, Nabii Suleimani ndo nabii pekee ambaye aliweza kuwatumikisha majini wakamfanyia kazi mbalimbali. Maana wengine ukisikia masuala kutumikisha majini nasema elimu ya uchawi. Ni uwezo tu Mungu akikupa, na elimu ya kuweza kuwamiliki au kuwatumikisha unaweza hata wewe mwenyewe. Kwa sababu tu huna elimu ndio maana unaweza kujua hili jambo ni geni kweli kweli. Kwa pale alipozungumza kwamba anahitaji kile kiti kiletwe, akatokea Ifrit. Ifrit ni miongoni mwa majini wakatili sana, na ni kabila la majini katika yale makabila 72 yenye nguvu na utawala mkubwa wa kijini. Moja la makabila kabila linalotokea jini Ifrit. Sasa jini Ifrit ndio aliyekuwa kiongozi wa majini. Kwa yule jini Ifrit yeye akasema, mimi nitakileta hicho kitu ukikihitaji kabla hujanyanyuka kutoka kwenye kiti chako hapo. Hapo Suleimani anazungumza amekaa. Yule jini akamwahidi, kama wewe utaniamuru mimi, basi mimi nitakileta kile kiti kabla hujanyanyuka hapo kutoka kwenye kiti chako na kurudi hapo. Suleimani akasema unachelewa. Akatokea binadamu aliyepewa elimu ya kitabu. Huyu alikuwa anaitwa Asif bin Balkia. Yeye akasema mimi nitakileta kiti cha enzi ukikihitaji kabla kupepesa jicho lako. Yaani kwa yani ile kufumba jicho na kulifumbua kitu utakuwa umeshakiona hapo. Kweli Suleimani anafumba na kufumbua kitu anakiona pale. Sasa huyu ni miongoni mwa binadamu, lakini Mungu amemzungumzia pale kwenye sura Namli kwamba ni miongoni mwa binadamu aliyepewa elimu ya kitabu. Sasa elimu ya kitabu ni elimu ambayo una uwezo wa kusoma jambo katika kauli tu ukasema na jambo likatokea. Sasa yule ndo aliyeshoshwa majina ya Barati, na yakawa mwanzo wa kufundishwa kwake, na enzi zile zakafundishwa, yakaenda yanafundishwa, azama na zama zimekuja zimepita mpaka zama zetu hizi tulizopo hapa ni zama nyingi za miaka mingi sana imepita.
Lakini angalia barati kutoka huko kwa kina Suleimani mpaka leo kwa zama za Muhammad SAW inafanya kazi bado. Na ndio maana wazee hawakuitupa kwa sababu waliona inawasaidia. Wakaenda wanalisisha vizazi na vizazi mpaka leo hii barati inafanya kazi. Kwa hiyo hizi elimu zina siri zake. Ndio maana tunapokuwa tunafundishana tunapeana zile siri kwamba ukitaka kufanikiwa, hebu ikalie riadha hii elimu, ujiunganishe na viumbe, ujiunganishe na mahudamu wanaozitumikia hizi herufi au haya majina. Wakisha kutambua wakakupa ile nguvu ya kirohania, ndio pale utakapokuwa ukifanya jambo lako linakwenda. Ukiamuru kitu kitokee kinatokea. Ukiamuru hichi kiharibike kinaharibika. Isipokuwa tuwe na kiasi, kwa sababu ukipewa neema ya elimu hakikisha usitumie vibaya. Kwa sababu hata Nabii Suleimani alipoona ile kitu kimeletwa na yule binadamu kwa muda kupepesa jicho, Suleimani alizungumza hivi akasema, hizi ni miongoni mwa fadhila alizonijalia mimi Mwenyezi Mungu katika umma wangu, na amenipa hii ni kama mtihani aone nitamshukuru au nitakufuru. Kwa sababu wewe uwezo wa kukitoa kitu masafa marefu kikaja ndani ya muda mfupi wa kupepesa jicho sio jambo dogo shekhe. Kwa hiyo Suleimani alishukuru akasema, hii ni neema, lakini neema hii Mungu amenipa ni kama mtihani. Kama kuna watu wamewajalia katika umma wangu wanaweza kufanya kazi hii, jambo hili, aisee ni neema kubwa, lakini Mungu anataka kunipima mimi nitashukuru au nitakufuru. Sasa anajishukuru vipi? Kwa sababu anajua yule mtu kama atamtumia vibaya anaweza kuleta maangamizi kupitia ile elimu yake. Tayari pale atakuwa amekufuru yeye Suleimani. Lakini kama atamtumia vizuri ataweza kumnufaisha kwa mambo mengi sana. Hapo atakuwa anamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Suleimani akakiri ile ni neema. Kwa hiyo hizi elimu unapopata, ndio maana hizi elimu hata unapozisoma kuna pahala utaambiwa inaharibu, kuna pahala utaambiwa inatengeneza, kuna pahala utaambiwa inavuta, pengine utaambiwa inafanya. Usije ukatumia lile eneo la kuharibu, wewe ukawa tu ni mtu wa kuharibu tu, ni kuharibu bila sababu za msingi. Pale unaingia kwenye kufuru. Tumia kwenye matumizi mazuri ili Mwenyezi Mungu na yeye aone wewe unamshukuru kwa hiyo elimu aliyokupa. Inshallah kwa leo tutaishia hapa. Maelezo haya nimeanyosha kidogo kutoa ule ukakasi wa watu wasiokuwa na uelewa wa ndani, wakiamini hizi elimu labda zimezuka jana juzi, zimetoka wapi, maswali mengi, tuambie mmezipata wapi. Sasa sisi hatuwezi kukaa kwenye hizi social media tukaanza kumueleza kila mtu kwamba hizi elimu tumezitoa sehemu fulani, njoo tuchukue kitabu chake hichi hapa. Huo utaratibu hatuna, lakini pia muda wa kufanya hiyo kazi hatuna. Tunachokifanya ni kufundisha mtu mwenye anaweza kuchukua achukue, mwenye hawezi akiache, kwa sababu haya ni mambo ya kielimu. Sasa elimu ili ujue lazima uizame ndani kuisoma elimu hiyo, ujue inatoka wapi, chimbuko lake ni nini. Inshallah kumbuka ofa inaelekea mwishoni. Hii itakuwa ni klipu miongoni mwa klipu zinazotangaza ofa mwishoni, na itakuja klipu moja ya mwisho ambayo itakuja kutangaza mara ya mwisho ofa, na baada hapo hutosikia tangazo la ofa tena, na baada hapo utasikia tu Idi imeingia, tutasali Idi na mwisho wa ofa imefika. Baada ya Idi ofa kutakuwa hakuna, lakini baada ya Idi vitabu vitapanda bei. Vitarudi kwenye bei yake ile halisi. Kitabu cha abjadi kama hicho utakipata kwa 20,000. Vitabu vya barati utavipata kwa bei ya 15,15, viwili 30,000. Kitabu cha mwongozo wa tabibu utakipata kwa 20. Kitabu cha ulimwengu wa majina vituko vyote utakipata kwa shilingi 30,000. Vitabu vya maajabu ya Qur'ani utakipata namba 1 kwa 12,000 na namba 2 kwa 15,000. Kitabu cha maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi namba 1 utakipata kwa 7,000, namba 2 utakipata kwa 10,000 na namba 3 16,000. Hii ni baada ya ofa kuisha. Kwa hiyo jiandae kisaikolojia. Usije ukasema kwamba sasa mimi nilikuwa kupalia mahindi, nimekuta ofa imeshaisha, sasa na mimi nataka unipe ya kwangu peke yangu. Ustaz Bashiri hanaga taratibu za kumpa ofa mtu mmoja mmoja. Ukiona kwenye public umeikosa, labda ufanye kusubiri miaka mingine au masiku mengine. Vinginevyo ingia kwenye gharama ya kawaida ya kulipia vitabu kwa bei halisi. Haya maneno watu wanaweza wakasema mbona shana tanga sana, kwa sababu kila siku watu wananunua vitabu na mimi najua jinsi gani wanavyogharimika kuvipata hivyo vitabu kwa gharama ya juu, na ndio maana napotoa ofa na izungumza sana, kwa sababu ili watu wapunguze zile gharama za maisha. Pa kutoa 100,000 wewe unatoa shilingi 40,000 tu unapata ofa. Kwa ndio maana nazurudia, lakini baada ya muda utaona maneno haya yanapotea kabisa na hayazungumzi, na kwa sababu tayari muda wake utakuwa faje umekwisha. Inshallah tukutane siku sana wakati mwingine.
Mimi ni Ustadh Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.